Sasa ni wajibu wetu kuwekeza katika weledi na maadili ili kuboresha huduma. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituhusia kuwa maendeleo ya nchi hayapimwi kwa idadi ya magorofa marefu, bali kwa ubora wa maisha ya watu wake, na afya ni kigezo muhimu katika hilo. Hivyo swala la kuboresha huduma ni la umuhimu mkubwa. 2, kila mmoja wenu akahakikishe kituo anachokisimamia kinafunga na kutumia kikamilifu mfumo wa kielektroniki ulioboresha, yani centralized GoToMIS, ifikapo tarehe 30 Juni 2025. Endeleeni kusimamia huduma bora za afya ya uzazi na kuepuka vitendo vyote vinavyosababisha na kuchangia vifo vya wanawake vitokanavyo na uzazi. Hakikisheni kuwa vituo mnavyosimamia vinakuwa vya mfano katika kuwahudumia wateja kwa weledi, uzalendo, kwa kuzingatia maadili ya utumishi katika sekta ya afya. Sita kuchukua hatua kali kwa mganga mfawidhi au mtumishi yoyote ambaye atabainika kusababisha kifo cha mama mjamzito au mtoto mchanga kwa uzembe. 6, kasimamieni kikamilifu swala la upatikanaji endelevu wa dawa kwa wateja, ikiwa ni pamoja na kudhibiti vitendo vya hujuma vinavyofanywa na baadhi ya watumishi wasio waaminifu. Aidha, ninaagiza vituo vyote vyenye madeni bohari ya dawa, yani MSD, kwa washitiri kulipa madeni hayo mara moja. Ndugu waganga wafawidhi, mmeeleza changamoto mlionayo ya kuwekwa na kuondolewa kwenye nafasi zenu bila sababu za msingi. Nichukue fursa hii kuelekeza wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa kwamba waganga wafawidhi wasiondolewe kwenye nafasi zao bila ya kupimwa au kupima utendaji wao kwa mwenendo wao wa kiutumishi na kinidhamu. Ninawataka watumie vigezo vya utendaji au upimaji wa ubora, key performance indicator, si kwa utashi wa mkurugenzi wa mamlaka ya serikali za mitaa. Nadhani mkurugenzi umenisikia vizuri. Waganga wafawidhi, nimesikia maazimio kadhaa mliojiwekea. Yale yanayotuhusu tumeyapokea, na nitaomba Mheshimiwa Waziri wa Afya uridhie timu ya TAMISEMI pamoja na timu ya afya basi wakae kwa pamoja kuyapitia na kuyafanyia kazi kwa pamoja, ili kusudi pale tutakapokutana, pengine tutakapoamua kukutana, ili Watanzania kote nchini waweze kuwafahamu na kazi nzuri wanayofanya kule chini, basi tutaangalia kama ulivyoelekeza, tutaangalia namna ya kutolea majibu kwenye hoja ambazo tayari tutakuwa tumezifanyia kazi wakati huo. Ninapenda kuwaasa kama ambavyo tayari nimetoa maagizo hapo juu. Ofisi ya Rais TAMISEMI iko tayari kutekeleza maazimio yote mliokubaliana yanayohusu wizara yetu. Tutakaa pamoja na wenzetu wa afya kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameridhia na kuona namna ya kuyafanyia kazi na kuyatekeleza. Nimalizie kwa hotuba yangu hii, sina hakika kama ni fupi au ndefu. Kusisitiza yale ambayo Waziri wa Afya ameyasisitiza, umuhimu wa kufanya kazi kwa kulingana na maadili ya utumishi wa umma. Nendeni mkazingatie miongozo, nendeni mkazingatie sheria, nendeni mkazingatie viapo mlivyoapa wakati mnatunukiwa vyeti vyenu vya kitaalamu katika sekta hii mahsusi ya afya. Kila mmoja wenu kama mtumishi wa umma na mtaalamu kwenye sekta ya afya ana jukumu kubwa la kufuata maadili na kuendeleza utendaji kazi kwa kuzingatia viwango vya juu kabisa vya uwajibikaji, weledi, utiifu, uadilifu, uzalendo
na uaminifu wa hali ya juu.